Yes. Ni ushindi. Unamuona wapi? Maana mechi iliyopita hivyo. Nafikiri ndio tunarudi pale pale kwamba Yanga inaendelea kuwa bora. Na Yanga siku zote hizi ni salamu za kuelekea dabi. Hizi ni salamu za kuelekea dabi. Ushindi mnono wote. Mechi 2 goli 10. Wewe uogopi? Uogope. Mechi 2 goli 10. Wewe uogopi? Unaleta timu tarehe 3 kweli? Mpaka sasa hivi ngoja kwanza, umesikia tangazo la kwamba tutachezea uwanja gani? Bado. Wanakagua mazingira. Kuna methali moja inasema mficha uchi, mficha maradhi. Tupe jibu. Kwani ngoja kwanza. Hapa tunakuwa mabingwa msimu wa 2024-25. So walificha mpaka saa 7 mchana kwamba hawaji. Na mashabiki wao tukawaambia nyie wenzenu wanawadanganyeni, kadi za kuingilia uwanjani wamechukua. Nyinyi mashabiki kateni tiketi njooni. Mwenyeji wa mchezo ni Yanga. Mimi mwenye nyumba nimesema, nimeshatangaza sehemu ya sherehe yangu ni wapi. Wakasema hawaji. Haiwezekani wanaoamini. Walichowaamini si walikuja pale waliliwa. Si waliliwa. Wakaanza kutoa milio. Kwa Simba wala hatutishi kwa lolote. Umenielewa? Yaani mimi katika mechi ambazo wanazifikiria ni ngumu, mimi ninavyocheza na Azam, hiyo ndio mechi ngumu. Kuangalia mnyama mkali msimu huu adilisha usajili wa Dirisha Dogo kama umemlipa fulani. Uofiki katika kulipa kwake wa Dirisha Dogo. Simba ambayo ilikuwa inanitisha mimi nikilala nikiamka nikiwaza kwamba naenda kukutana na timu pinzani yenye ubora yenye viwango. Ni ile ya kina Luis Mixon, kina Chama wakiwa kwenye ubora wake. Sio Chama huyu sasa hivi aliyezeeka amepoteza mvuto. Kaja Yanga na kaa benchi. Anaosha wenzio wakina Zizikiwa wakitoka ndani, wakute nani benchi limekaa safi. Umenielewa? Ile Simba ambayo ilikuwa na kina nani wale? Yule alienda AS Farabat yule beki. Umenielewa? Hawa kina nani? Ile ndio ilikuwa Simba ambayo inakuwa inaleta mtale hao wamekutana na dhahama ya Yanga. Uwezo ukasema ile ndio Simba ambayo mimi nilikuwa nikikaa nikitafakari nasema yes, ni Simba ambayo yenye ushindani. Ni Simba ambayo naenda kupishana nayo, inatakiwa nijipange. Umenielewa? Kama kipindi kile kama mtu angeweza kunishauri kwamba Uchebe kama kuna mtaalamu mlete acheze mechi ya Simba, pale ndo ningeweza kuleta. Lakini kwa sasa hivi Simba leo hii unasema naenda kucheza naye, naanza kuwaza ati mganga yuko wapi? Jamani. Yakina Waula, akina nani, kina Gwaya, kina nani hawa, kina Luemba. Yaani nilete mganga eti anakuja kumloga nani pale? Wao wenyewe ameshajiloga pale. Nani? Sasa unamloga pale unapata nini? Ngoja kwanza Selemani haya. Selemani mwenyewe kufunga hawezi. Hawezi kukimbizana kwenye mbio za ufungaji. Haya nikimloga. Umenielewa? Wao leo hii mimi nikisema naanza kuhangaika na Simba hata kuiloga. Maana nataka kuishusha daraja. Umenielewa? Mimi natakiwa Simba niache tu niende nawe nikacheze kavukavu, nimpelekea moto pumzi ya kutosha, nichukue pointi zangu 3 nikae pale kileleni kama kawaida. Niachane naye pointi 8. Sasa kwa nini nani wa kuzuia? Ngoja kwanza nani wa kuzuia? Ngoja ndio maana nakwambia ule ulikuwa ni mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Umenielewa? Wachezaji wa Yanga wao tunafunga. Ndio maana tunaenda kutoa sadaka na tunasaidia watu wasiojiweza. Wao wanafanya hayo. Umenielewa? Kwa hiyo sisi ndo tunajua mbinu ya kucheza nao. Ndio maana mpaka sasa hivi wamekaa wanahisi wakitushitukiza. Sisi hata siku ya mechi wenyewe watutangazia saa 7 mchana kwamba mechi inachezwa hata Bunju. Tunaenda kucheza na tunachukua alama 3. Waache sasa hivi wasitangaze hata uwanja. Wasipeleke bodi ya ligi TFF pale. TFF wala wasihangaike. Kusema ati Yanga tutahangaika kusema si nini? Watutangazia hata saa 7 mchana kwamba mechi saa 10 na mechi hiyo inafanyika Bunju. Si mashabiki wa Yanga tutaenda, viongozi wa Yanga wataenda na timu itaenda, mechi itapigwa na tunachukua matokeo. Hakuna kuhangaika na Simba. Kurudi Iringa imekwaje? Kwani kurudi kusalimia nyumbani ni kosa? Yes, anakwambia kwamba ni bora nikajiuguze nyumbani. Kwa sababu hapa Dar es Salaam unajua ana biashara. Anauma lakini ana biashara. Ujue ndio maisha mazuri kutoka Yanga. Mishahara mizuri. Mchezaji anafungua hadi biashara. Wenzetu tunasikia hata mmoja mwenye nani aliwahi fungua kijiwe cha kahawa kilimshinda. Kwa sababu wewe timu kukulipa mpaka kila baada ya miezi 3. Wewe unakula nini? Familia inakulaje? Kodi ya nyumba unalipa nini? Umenielewa? Lakini sisi watu wa Yanga, wachezaji wa Yanga wana mabiashara yao, wana majumba yao, wana vitu kibao wanavyoviendesha. Hivi
tukimzungumzia Baba Lishe, inakuwaje hapo Baba Lishe? Sasa hivi unamhitaji na hilo yule baba maassist. Yani wewe sasa hivi wewe ukiona una shida kupata assist, yani ukiona timu yako haina mtu anayetoa assist, njoo mtu azime Okelo. Wakina Debu wana njaa, anawalisha pale vizuri tu kabisa, anapiga tu half tena zimenyoka baga, yani pasi zile anazopiga Alan Okelo, mimi nina uhakika Vinicius Junior Vinicius Junior kuna kitu anajifunza kwa Alan Okelo, nakupa hiyo. Mimi nakwambia wewe kwanza unapigwa mpira moja hivi mpaka unajiuliza mama we, nilichelewa wapi kuona huu mpira wa England wa England. Wewe wapi vipi na wewe Madrid? Sasa wewe ulifikiri nazungumzia Vinicius Junior? Haya wamechukua adhabu haraka zaidi, kama wataanza kurekebisha mambo yao kwa haraka namna hii, hakuna mtazamaji. Kuna Vinicius Junior huko, kuna Okelo. Hatari baba. Wanacholalamika watu kuona upande mwingine adhabu. Vinicius Junior mwenyewe namna kupiga pasi za mwisho, penetration pass anachukua kutoka kwa Alan Okelo. Ndio watu wanalalamika hicho. Afu eti tuambie tunaenda kwenye dabi, tuna Alan Okelo, tuna Makome, tuna Prince Dube. Kwa sababu final watapiga, hatujali wachukue tu pesa. Tushafikia milioni 41 tushauri tukaloge. Na hata ukiangalia nataka tuwashushe daraja. Kufikia final tunazopigwa hizi. Wametuloga pale mpaka uchawi inaita nutrition. Kuna watu wamefanya lakini bado wakaambia hapo kimoja. Faini kubwa kama hii. Lakini kwa sababu anapiga faini kama kubwa kama hii. Ndio ujue sisi tunachukua wewe tuliwaachia uwanja wakaloga. Na uchawi akaoita nutrition. Anauboresha mpira wa nchi. Wakaambulia alama moja. Na sisi sasa tungeloga. Wangepata hiyo alama moja. Milioni 10 zero. Zilo. Simba anapigwa wangeambulia zilo. Ndio maana sisi tukaambia wacheni watoto wadogo waje kwangu wapate ufalme wa nini? Ya kuipenda Young Africans kwa kulazimisha. Mimi ndo nayeamua sasa. Mtoto wangu ale nini? Abaye nini? Mimi ndio baba. I'm a father for football, no one like Yanga. Akaendelea kupangwa Kayoko. Umenielewa? Kwa hiyo Simba wala wasiwe na pressure. Limetokea. Wasiwe na mambo mengi. Wao wachague kusuka au kunyoa. Tukimaliza na ndio maana nimewaambia. Umeona jana Yanga tumeshinda goli 4. Mnaona nyinyi mapenalti mbili pale. Tumefungua rasmi mashindano ya Muungano Cup. Maki Yanga ndio bingwa mtetezi. Na siku zote mashindano lazima yafunguliwe na mgeni rasmi. Na mgeni rasmi hajawahi kuwa mtu holela. Yaani ukakurupuka huko kamleta tu ukamtambulisha eti mgeni rasmi. Mgeni rasmi ana sifa. Umenielewa? Kwa mgeni rasmi alikuwa jana ni Yanga. Kafungua mashindano na ameruhusu mashindano yafanyaje? Yaendelee. Na tumefungua kwa kishindo cha goli 4. Sasa wewe unafikiria ukitazama mimi nacheza na Azam. Azam hawezi kunikazia mimi ni kwa kishindo. Moja timu bora, mechi moja pia pili ni mechi tafu ambayo tunaenda kukutana nayo nusu finali na Azam kwenye Muungano Cup, lakini Yanga lazima afike kwa maana ya kutetea ubingwa wetu. Wewe unafikiria kwa staili hii, kwa dalili hii tulionayo, Simba anaweza akakubali kuja finali? Inaonekana kama anaitetea. Ngoja wewe, ndio maana nakwambia sio itajulikana. Miongoni mwa wadau wa mipira wa miguu wamekuja na hatungekuwa wewe wakisema ya kwamba hatungekuwa wewe. Ngoja kwanza, vita ya bunduki wendi na sindano blaza. Ni kweli anatumika kijana. Ndio maana nakwambia. Bora ungewauliza kwa nini hamumwambii Meki anatumika na klabu nyingine. Anayewapa. Yaani mwenzio unamwona na bunduki. Nyinyi mnakubali kupokea lawama. Hapo wewe tunaenda na sindano unaenda kushindana. Unaenda kupigana vita gani ya namna hiyo? Anatumika na hiyo klabu nyingine. Hiyo klabu nyingine. Nyembe haijawahi shinda vita hata siku hii. Kuzungumza hilo. Anatumika na hiyo klabu nyingine. Kama anaweza. Wanataka kuendelea kujifunza mpira kwa Yanga. Tunakaribisha finali ya Muungano Cup. Tuanzie kule, tupige tena kipute kingine. Tuchukue kombe mbele yao. Turudi huku tarehe 3, tuchukue tena pointi 3, tusonge mbele tukiwa tumeacha alama 8. Tuendelee na mashindano yetu ya Premier League. Namna gani mimi naenda kubeba bila kufungwa na timu kwenye kupanda daraja bila kufungwa na timu. Kama sio Gairo ilikuwa mimi na Azam ndio hatujui maumivu ya kufungwa. Sijui kuna kuaje. Hebu kifungwa inakuaje? Kimekisema mechi ya 3. TFF inangoja nini? Ngoja. Yaani kwa mfano unapocheza na Yanga, yaani watu wamecheza mechi 19 hajafungwa.
Mwingine mechi 19 zimemshinda ameshafunga. Hivi kufungwa kuna kuaje? Timu inapiga bato tu bato inaumiza. Poleni sana ambao wameshaifunga. Uone kama kuna shaka hapo. Asante. Shaka. Kwa hiyo TFF kama TFF haitaki kuwa na subira tena. Mashaka. Haitaki TFF kuwa tena